Wanajeshi wa akiba wa Israel kwa sasa wanagoma kwamba hawataki kupelekwa vitani kule Gaza, kwa sababu wanaona vita haiendani na maslahi ya nchi, bali ni wanasiasa sasa wanaiendesha hii vita kisiasa zaidi na sio kwa maslahi ya nchi. Kwa hiyo wale wanajeshi wa akiba hawataki kwenda vitani, lakini pia inasemekana kuna baadhi pia ya majasusi na wenyewe pia hawataki kushiriki katika hii vita. Kwa hiyo wameandika barua ya wazi ambayo imeshasainiwa sasa hivi na wanajeshi karibu 1000, na jeshi la Israeli limepiga mkwara kwamba yoyote yule atakayeendelea kusaini basi ajue kazi hana. Kwa sasa Israeli wanahitaji sana wanajeshi kwa ajili ya kwenda kupambana na Hamas, na imefikia hatua mpaka kuna baadhi ya Wayahudi ambao wao dhehebu lao haliwaruhusu kuingia vitani, na wenyewe sasa hivi wanaingizwa kilazima. Ninaposema kuna baadhi ya Wayahudi dhehebu lao haliwaruhusu kuingia vitani, namaanisha nini? Namaanisha kwamba najua wengi huwa wanachanganya kabila la Wayahudi, dini za Wayahudi pamoja na harakati za Kizayuni. Walioishika serikali ya Israel ni wanaharakati wa Kizayuni, lakini ndani ya wananchi ya nchi ya Israel kuna raia wamegawanyika. Wapo raia ambao wanasapoti harakati za Kizayuni na wapo raia ambao hawasapoti harakati za Kizayuni, kwa hiyo hawataki kujihusisha na chochote kile ambacho serikali yao inafanya. Na hii ni kutokana na tofauti za kimadhehebu katika dini yao ya Judaism. Wapo ambao dhehebu lao wenyewe wanakwambia Torati yao wanaoifuata ya Musa haijachakachuliwa. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba kupitia kitabu chao cha dini waliambiwa kwamba Masihi wa Mungu ndio atakayekuja kuwaundia taifa. Kwa hiyo wao hawalitambui taifa hili ambalo limeundwa na wanaharakati wa Kizayuni. Wanasema hili taifa limeundwa na Umoja wa Mataifa, sisi katika kitabu chetu tumeambiwa Masihi ndio atakuja kutuundia taifa. Kwa hiyo hawataki kushiriki katika mambo mbalimbali ya kulipambania taifa, ikiwemo kuingia jeshini kuwa wanajeshi na kwenda kupambana na Waarabu. Kwa hiyo hawa Wayahudi wenye dhehebu hilo wao huwa pia wanawaunga mkono wa Palestina. Wanawaambia yani serikali hii haikutakiwa kuwaua kwa sababu sisi tuliambiwa kwamba tutaundiwa taifa na Masihi. Kwa hiyo serikali hii ambayo imeundwa na Umoja wa Mataifa inavyoanzisha vita na nyie ili kuchukua ardhi haitakiwi, kwa sababu tuliambiwa kwamba akija Masihi wetu ardhi ile ambayo tuliambiwa itakuwa yetu. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti. Kwa hiyo sasa hawa watu na wenyewe wenye dhehebu tofauti la katika hayo madhehebu yao ya Judaism, na wenyewe sasa wanalazimishwa kuingia vitani kwa sababu ya nini? Ya uhaba sasa hivi wa wanajeshi. Na wengine wakikataa, inasemekana, mimi sipo Israel ndio maana tumia neno inasemekana, linilinde kisheria, inasemekana wengine wanafungwa wakikataa kuingia jeshini. Kwa hiyo sasa kuna uhaba wa wanajeshi, alafu sasa ndio kuna hawa wanajeshi wengine wa akiba ambao wamefanyaje, wanakataa kwamba wakiambiwa kuingia vitani hawataki, kwa sababu wanaona ni vita inayoenda kisiasa zaidi na si kimaslahi ya nchi. Nikisema wanajeshi wa akiba namaanisha nini? Namaanisha kwamba kila nchi lazima iwe na wanajeshi wa akiba. Hakunaga nchi ambayo inapeleka wanajeshi wote vitani. Mfano Ukraine. Pale Mrusi sio kwamba wanajeshi wote waliowapeleka Ukraine ndio wanajeshi wake wote, hapana. Wanajeshi wake wengine wa akiba wambaki nyumbani ambao ndio wengi zaidi. Wanasubiri vita nzito. Na ndio maana anachukua mamluki, anachukua watu wa Korea ya Kaskazini kule wakakae mstari wa mbele, wakamsaidia kupigana ili wanajeshi wake wa akiba wabaki salama nyumbani kusubiri vita nzito kama ya NATO au vita ya 3 ya dunia. Kwa hiyo na Israel pia wana wanajeshi wao wa akiba ambao ndio hao sasa hivi wanapinga vita. Wanamaanisha nini wanaposema kwamba vita inaangalia zaidi maslahi ya kisiasa kuliko maslahi ya taifa? Wanamaanisha nini? Wanamaanisha kwamba serikali yao iliingia dili na Hamas kwa ajili ya kubadilishana mateka na wafungwa. Kwa hiyo kuna Wayahudi wako mikononi mwa Hamas ambao hao sasa wanatakiwa wawe ndio kipaumbele cha serikali yao. Yaani kipaumbele cha nchi siku zote ni kukomboa mwananchi. Mwananchi ana thamani kubwa sana katika nchi kuliko mikakati mingine ya kisiasa. Kwa hiyo wao wanadai kwamba kipaumbele chetu kikuu kilikuwa ni kukomboa mateka, lakini sasa hivi tunaona vita inavyoenda, mateka wamekuwa sio kipaumbele tena, bali kipaumbele ni mambo mengine ya kisiasa ambao wanataka hao wanasiasa, kuchukua ardhi zaidi,
sijui kuifanya Gaza iwe hivi na hivi, kuimiliki Gaza hivi na hivi. Sawa, hayo pengine sawa, ni muhimu, pengine pia yatakuwa na maslahi tutayafaidi, lakini kwanza tukomboe ndugu zetu ambao wako mikononi mwa Hamasi kwa muda mrefu sasa, zaidi ya mwaka mzima, wanaenda miaka 2, ni hatari. Kwa wale wanataka kwanza ndugu zao wakombolewe, lakini kitendo cha kuendelea kutimiza maslahi ya kisiasa huku ndugu zao wako mikononi mwa Hamas, wanakuambia kwamba je, wakifa itakuweje? Tutakuwa tumepoteza ndugu zetu kwa uzembe, kutokana na kwamba tulikuwa tuna fursa ya kuwakomboa lakini imeshindikana. Wakati hii vita inaanza, Netanyahu aliwaambia watu wake kwamba atakomboa mateka kijeshi, na akawa ameingia kijeshi, lakini kwa bahati mbaya imewawia vigumu wao kukomboa mateka kijeshi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ikabidi wakae chini na Hamas, waingie dili na Hamas, dili ambao sasa limeshindwa kumalizika. Umeona Kwa hiyo sasa wanajeshi wa akiba wa Israeli wanakuwa wanaona kwamba pengine Netanyahu hataki ili dili la Hamas la kuachia mateka limalizike, ili awe ameendelea kuweka wanajeshi pale vitani, ili matakwa yake yeye ya kisiasa yapate kutimia, kwa mgongo wa kwamba napambana na Hamas, wameshika mateka wetu, badala ya kukaa chini na Hamas na kuongea na kuachiana mateka na wafungwa. Kwa hiyo wanahisi kwamba haya yote ni mambo ya kisiasa. Sasa hataki kuchangamana katika, unajua wanajeshi wa hizi nchi kubwa mara nyingi huwa wanaingizwa vitani pasipo kujua wao wanaenda kupambania nini. Yaani hizi nchi kubwa ndivyo zilivyo, tofauti na nchi zetu sisi. Nchi kubwa wanajeshi mnaweza mkaambiwa tunaenda vitani kwenda kupambania jambo fulani, lakini kumbe wanasiasa wenyewe wa hiyo nchi wakawa na maslahi mengine kabisa tofauti na kile wanajeshi walichoambiwa. Na hicho ndio kitu ambacho wanajeshi wa akiba wa Israeli wanaogopa kwamba kisije kinawatokea, kwamba wanaambiwa ingieni vitani kwa ajili ya hiki, kumbe wanasiasa wao wana maslahi mengine kabisa, wakati kuna maisha ya Wayahudi wenzao ambayo yako hatarini mikononi mwa Hamas. Kuna wengine watakuwa wanajiuliza kwamba nani mchokozi katika hii vita? Wengi wanasema kwamba Hamas ni wachokozi, kwa sababu Hamas waliwavamia Israel, ilikuwa ni mwezi wa 10 mwaka 2023. Kwa wengi wanasema haya yote yasingetokea kama Hamas wasingevamia Israel. Lakini swali la kujiuliza, kwa nini Hamas wanaivamia Israel? Kwa nini Hamas hawaivamii Egypt na hawapatani na Egypt? Hamas hawapatani na serikali ya Egypt. Kwa nini hawaivamii Egypt? Kwa nini Hamas hawavamii Jordan? Unaona? Kwa nini Hamas hawavamii Syria? Kwa nini Hamas wanavamia Israel? Ni kwa sababu Hamas na Israel wa Palestina na Israel, kwa wasiofahamu historia, ni kwamba Israel wamechukua ardhi ya Palestina kinyume cha sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Hamas wanachokifanya ni kwamba wamekuwa wakidai ardhi yao ndani ya Umoja wa Mataifa na kwa muda mrefu sana, lakini ardhi yao hairudi mikononi mwao. Kwa hiyo wanachokifanya ni kwamba kama walichokifanya wakina Mandela, kwamba mkitunyima ardhi yetu kwa njia ya amani, basi tutaitafuta kwa njia ya mitutu ya bunduki. Kwa hiyo ndio sababu ya Hamas kuwa wanafanya mashambulizi ndani ya Israeli. Kwa hiyo ugomvi huu utaisha endapo Israeli watajirudi katika mipaka ile ambayo ilipimwa na Umoja wa Mataifa. Wakijirudi katika ile mipaka na kufuatisha sheria za Umoja wa Mataifa, hapo ndipo hatutasikia tena mapambano kati ya Hamas na Israeli. Hapo tukisikia Hamas wameivamia Israeli, hapo sasa moja kwa moja Hamas lazima wanyoshewe mkono, kwa sababu kutakuwa hakuna kitu wanachokipambania tena. Lakini kwa sasa Israel wameingia ndani ya ardhi ya Palestina. Kama nilivyoonyeshia mfano wa kina Mandela wa Afrika Kusini, ndio maana hili swala la Israel kuipiga Gaza, Afrika Kusini kalishikia kidete sana, na ndio maana Afrika Kusini kaenda kuishtaki Israeli katika mahakama ya ICJ kule Umoja wa Mataifa, kwa kusema kwamba Israel wanafanya mauaji ya kimbari, kwa sababu situation walizopitia zinafanana. Wazungu walikalia ardhi ya Afrika Kusini na Afrika Kusini wakawa wanadai ardhi yao, kwa wakawa wanafanya mashambulizi kwa wazungu. Ndio kitu ambacho Hamas wanafanya. Ndio maana Afrika Kusini wanasimama na Hamas na kuwasaidia kule Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo hii ndio sababu maalum ya Hamas kuivamia Israeli mwezi wa 10 mwaka 2023, kwa wale msiofahamu.